Yes, karibu mtazamaji wa Yes Online. Ni wakati mwingine wa sisi kupeana taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini leo nimekuja maalum kabisa kwa ajili ya kukutajia viwanja 10 vikubwa zaidi Afrika. Yes, uwanja namba 10 ni uwanja wa Alassane Ouattara Stadium, mwenyewe unapatikana Ivory Coast ama Cote d'Ivoire kwenye jiji la Abidjan. Uwezo wake ni kubeba watazamaji 60,000 tu. Ulizinduliwa rasmi mwaka 2020 na uwanja huu ulijengwa maalum kabisa kwa ajili ya mashindano ya mataifa huru ya Afrika kwenye mpira wa miguu, na maanisha AFCON ya wakubwa mwaka 2023. Kama unakumbuka vizuri mashindano haya AFCON bingwa alikuwa ni Ivory Coast yakimwadhibu Nigeria. Yes. Dimba namba 9 kwa ukubwa zaidi Afrika ni dimba la Mashoud Abiola National Stadium, ambalo jina lingine linafahamika kama Abuja National Stadium. Linapatikana kwenye mji wa Abuja na uwezo wake ni kubeba watazamaji 60,491. Dimba hili lilijengwa mwaka 2003 na ni uwanja ambao ni maarufu nchini Nigeria, na ile michezo mikubwa ya kimataifa inayohusu timu ya taifa ya Nigeria ama vilabu vikubwa kama Rivers na vingine vingi huwa vinatumia uwanja huu kama uwanja wa nyumbani. Naam, hilo dimba la Mashoud Abiola National Stadium ambalo linapatikana Nigeria. Sasa baada ya kuangalia dimba namba 9 kwa ukubwa wa Afrika, hivi sasa ni wakati wa kuangalia dimba namba 8 kwa ukubwa wa Afrika, lenyewe linafahamika kama Ellis Park Stadium. Hili dimba namba 8 kwa ukubwa wa Afrika lenyewe linapatikana Johannesburg nchini Afrika Kusini. Dimba hili lenyewe jina lingine linafahamika kama Emirates Airline Park, na ukubwa wake ni kubeba watazamaji 62,567. Narudia hapo, 62,567. Dimba hili lilijengwa mwaka 1928 kabla hata nchi nyingi za Afrika kama sio zote hazijapata uhuru. Uwanja huu ulijengwa na chama cha rugby mwaka 1928, lakini historia kubwa zaidi kwenye uwanja huu ni kuhost mashindano ya kombe la dunia kwenye mchezo wa rugby mwaka 1995. Kwa kiwanja hiki mara kadhaa huwa kinatumika kwa michezo yote miwili, yani mpira wa miguu pamoja na mchezo wa rugby. Sasa baada ya kuangalia uwanja namba 8 kwa ukubwa Afrika, hivi sasa ndugu zangu niwapeleke kwenye dimba namba 7 kwa ukubwa Afrika. Dimba hili si geni machoni pako. Naam, ni dimba la Stade de Saint-Ouen. Sasa hiyo Saint ni namba 5 kwa Kifaransa. Kwa nini linaitwa Stade de Saint-Ouen? Ni kwa sababu dimba hili lenyewe limepewa jina hilo kubeba historia ya taifa hilo la Algeria, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 1962 kama tarehe ama siku ya kupata uhuru kwa taifa hilo. Yes, of course, Saint hiyo nimekwambia hapo ni Stade de Saint-Ouen. Hiyo Saint maana yake ni 5 kwa Kifaransa. So tarehe 5 mwezi wa 7 1962 ndio tarehe ya taifa la Algeria kupata uhuru. Location ama sehemu ambapo uwanja huu unapatikana ni kwenye nchi ya Algeria, mji wa Algiers, na ukubwa ni 64,000 ama uwezo wa kubeba watazamaji ni 64,000 tu. Na kumbukumbu nzuri, Young Africans walienda kupata ushindi pale wa 1-0 dhidi ya USM Alger, mchezo mkondo wa pili kombe la shirikisho Afrika. Yes, Ibn Battuta Stadium ndio dimba namba 6 kwa ukubwa Afrika. Ni dimba ambalo by the way linapatikana Morocco. Sijajua kama kwako ni dimba geni sana ama ni dimba ambalo umelizoea ama vipi, sijajua, lakini taarifa ikufikia kwamba hilo ndio dimba namba 6 kwa ukubwa Afrika. Lenye dimba bwana lina uwezo wa kubeba watazamaji 65,000. Linapatikana kwenye mji wa Tangier nchini Morocco. Lilizinduliwa mwaka 2011 na ilikuwa ni 2011. Yes, of course, 2011. Na moja kati ya mashindano ambayo yamewahi kupigwa kwenye dimba hili na yataendelea kupigwa ni pamoja na FIFA Club World Cup ambayo imeshafanyika miaka ya nyuma huko kidogo, lakini vile vile CAF Super Cup pamoja na AFCON matches zile za kuwania kufuzu. Yes, hilo ni dimba la Ibn Battuta Stadium ambalo liko Morocco, lenye uwezo kubeba watazamaji 65,000 kama dimba namba 6 kwa ukubwa zaidi Afrika. Yes, dimba namba 5 kwa ukubwa zaidi Afrika ni dimba la Cairo International Stadium. Dimba hili linapatikana kwenye mji wa Cairo. Na hapana shaka kwamba huo ndio mji mkuu wa Misri. Yes, of course, na lina ukubwa kubeba watazamaji 75,000. Je, tunaelewana vizuri hapo? 75,000. Bwana, dimba hili bwana mara kadhaa huwa lina host michezo ya AFCON, ligi kuu pamoja na ligi ya mabingwa, bila kusahau shirikisho barani Afrika. Na moja kati ya mchezo mkubwa ambao umewahi pigwa kwenye dimba hili la 5 kwa ukubwa zaidi Afrika kwa maana Cairo International Stadium ni pamoja na AFCON final ama finali ya AFCON ambayo ilichezwa mwaka 2006 Misri dhidi ya Ivory Coast, mchezo ambao
Full time ilikuwa ni 0-0, lakini Misri walibuka na ushindi wa mabao 4-2 kwenye mikwaju ya penalti. Yes, hilo dimba la Cairo International Stadium mpaka hivi sasa huwa linafanyiwa tu maboresho, ila by the way ni moja kati ya viwanja bora kuwahi kutokea kwenye bara la Afrika. Yes, baada ya kutazama dimba namba 5, hivi sasa ni wakati wa kutazama dimba namba 4 kwa ukubwa Afrika. Na dimba namba 4 kwa ukubwa zaidi Afrika ni Stade de Matrice. Hii dimba hili linapatikana taifa la Kongo na kwenye mji wa Kinshasa. By the way, dimba hili lenyewe linaweza kubeba watazamaji 80,000. Dimba namba 4 kwa ukubwa Afrika linapatikana Kongo kama nilivyokuambia kwenye mji wa Kinshasa ama jiji la Kinshasa, linabeba watazamaji 80,000. Na mechi za hivi karibuni ambazo mimi binafsi nazikumbuka ilikuwa ni tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2024, timu ya taifa ya Kongo ilibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Guinea. Nakumbuka ilikuwa ni mchezo wa kuwania kufuzu AFCON, yani 2025 AFCON qualifiers. Moja kati ya viwanja ambavyo by the way kama mnavyoona hapo pitch iko vizuri sana, majukwaa pia yako vizuri, dimba ambalo linaruhusu watazamaji 80,000 kutazama mbungi ambayo inakuwa inaendelea hapo. Of course ni moja kati ya viwanja ambavyo ni fahari ya Afrika Mashariki, lakini pia ni fahari ya Kongo. Yes, baada ya kutazama uwanja namba 4 kwa ukubwa Afrika, hivi sasa ni wakati wa kutazama dimba namba 3 kwa ukubwa Afrika, na dimba hilo ni Borg El Arab Stadium. Uwanja huu unapatikana nchini Misri kwenye mji wa Alexandria. Ni uwanja wa pili mkubwa zaidi Misri, na ni uwanja namba 2 kwa ukubwa nchini ama kwa ukubwa hapo nchini Misri. Uwanja huu bwana wenyewe unaweza kubeba watazamaji 86,000. Sisi tunaelewana vizuri ni moja kati ya viwanja ambavyo Misri wanajivunia navyo, kwa sababu mimi nakumbuka kulikuwa kuna mchezo mmoja mkubwa kweli kweli, ilikuwa ni Ahli dhidi ya Wydad, ilikuwa ni 2017, mchezo ambao ulikuwa ni finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Kumbuka sisi finali yetu ni nyumbani na ugenini. Mchezo wa mkondo wa kwanza ulipigwa pale kwenye dimba la Borg El Arab Stadium, full time 1-1. Kumbuka ilikuwa ni mchezo wa mkondo wa kwanza. Kwa hiyo Borg El Arab Stadium ni uwanja wa pili mkubwa zaidi nchini Misri, na ni uwanja namba 3 kwa ukubwa zaidi Afrika. Sorry, mwanzo nilikuchanganya, lakini ikae hivyo. Yes, dimba namba 2 hili hapa ni Misri Stadium. Hapana shaka uwanja huu ni mgeni kidogo masikioni mwako, kwa sababu si uwanja wa muda mrefu sana. Taarifa zangu ama dokumenti zangu zinaonyesha kwamba uwanja huu umezinduliwa mwaka 2024 tarehe 22 Machi, kufuatia mechi ambayo iliwakutanisha Misri na New Zealand kama mechi ya ufunguzi wa dimba hilo. Mechi hiyo of course Misri alishinda bao 1-0, na Misri anaendelea kushikilia rekodi ya kuwa na viwanja vingi vikubwa. Sasa utaniambia mwishoni kama unahesabu vizuri huu ni uwanja namba ngapi. Yes, of course unabeba watazamaji 94,940. Na uwanja namba 1, uwanja funga kazi, ni FNB Stadium, uwanja ambao ni uwanja wa kimataifa wa taifa la Afrika Kusini, na by the way ni uwanja ambao naweza nikasema ni fahari ya Afrika. Umebeba historia na rekodi kadha wa kadha, na wenyewe unapatikana Johannesburg, wengine wao wanapenda kuita Soccer City Stadium. Unaweza kubeba watazamaji 94,736. Ni uwanja wa nyumbani wa Kaizer Chiefs FC, na ni miongoni mwa viwanja vitakavyotumika kwenye mashindano ya kombe la dunia haki ya Mungu. Ni miongoni mwa viwanja ambavyo vilitumika sababu mashindano hayo yalishapita. Ni AFCON, ni World Cup ya 2010. Kwa ni kombe la dunia la mwaka 2010. Kama unakumbuka vizuri, finali ya kombe la dunia mwaka 2010 Hispania dhidi ya Uholanzi ilipigwa hapa. Ushindi wa bao 1-0 ambao walipata Hispania uliwapa taji la kombe la dunia, mchezo ambao ulifanyika FNB Stadium nchini Afrika Kusini, bao la Andres Iniesta. Mchezo huo ulihudhuriwa na watazamaji 84,490, ikiwa ni sawa na 89% ya mahudhurio ambayo yalitakiwa kuonekana kwenye dimba hilo. Mimi nakushukuru sana wewe ambaye ulitenga muda wako kutazama klipu hii ama video hii ndefu kwa kweli. Inawezekana unajiuliza kwa nini Amahoro Stadium haipo hapo, lakini nikukumbusha kwamba Amahoro Stadium ni uwanja ambao kama nitakuwa niko sawa
haujajumuishwa kwenye orodha hii kwa sababu ni uwanja ambao bado haujazinduliwa. Young Africans wataenda Juni 15 kuzindua uwanja huo kwenye mchezo wa kirafiki. Mimi ni Edibili Gasto Ndawala Karoli Msauzi. Usisahau subscribe kama ndo mara yako ya kwanza unakutana na posti kutoka kwenye channel hii pendwa. Data kama hizi na takwimu zote za muhimu ambazo zinahusu mpira wa miguu utazipata hapa. Kushare pia itakuwa ni jambo la muhimu zaidi ili mwenzako pia apate uhondo kupitia Yes Online. Yes.